Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran yaagiza maelfu ya tani ya viambato vya makombora ya ballistic kutoka nchini China kama sehemu ya juhudi za kujenga upya uwezo wake wa kijeshi, lakini pia ikiendelea na mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea na Marekani, kulingana na ripoti iliyotolewa na Wall Street Journal siku ya Alhamisi, ikinukuu vyanzo vinavyofahamu miamala hiyo. Shehena hizo za makombora zinatarajiwa kufika Iran katika miezi ijayo, ni pamoja na ammonium perchlorate, sehemu muhimu katika kichochezi kigumu kinachotumika kutengeneza makombora ya ballistic. Vyanzo vilionyesha kuwa nyenzo hizi zinaweza kurusha mamia ya makombora. Hata hivyo, mashirika ya habari nchini Israel yameandika kwamba makombora hayo huenda yakatumwa kwa wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen, pamoja na vyanzo ambavyo wanadai kwamba vimefichuliwa. Hatua hii inawiana na mkakati mpana wa Iran wa kuimarisha ushawishi wake wa kikanda na kujenga upya safu yake ya makombora, huku ikiendelea kujadiliana na utawala wa Trump kuhusu mustakabali wa mpango wake wa nyuklia. Iran imekuwa ikipanua akiba yake ya madini ya uranium yaliyorutubishwa hadi chini kidogo ya viwango vya silaha, licha ya wito kutoka kwa Marekani kuzuia shughuli zake za nyuklia. Wakati huo huo, Iran imeweka wazi kuwa haina nia kujadiliana kuhusu mipaka ya mpango wake wa makombora, jambo ambalo limesalia kuwa kigezo kikuu cha mijadala ya kimataifa. Kulingana na vyanzo, agizo la viungo vya kombora vilivyowekwa katika miezi ya hivi karibuni na taasisi ya Iran. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa pia ulikataa kuzungumzia suala hilo. Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China amekanusha kufahamu mpango huo na kudai kwamba China siku zote imekuwa na udhibiti mkali wa vitu vinavyotumika mara mbili kwa mujibu wa sheria na kanuni za udhibiti wa usafirishaji wa China na majukumu yake ya kimataifa. Sehemu ya kujenga upya mhimili wa upinzani wa Iran, hasa usafirishaji wa perchlorate ya ammonia, ni sehemu ya juhudi pana za Iran za kujenga upya mtandao wake unaoitwa Axis of Resistance, unaojumuisha idadi ya washirika wa ugaidi katika eneo hilo, kwa mujibu wa Jerusalem Post, gazeti la Kiyahudi. Makundi haya yanakabiliwa na vikwazo vikubwa katika miaka hivi karibuni, pamoja na vita vinavyoendelea. Vikwazo hivi ni pamoja na mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon na mauaji ya viongozi kama vile jenerali wa Iran Qasim Suleiman, katibu mkuu wa zamani wa Hezbollah Hassan Nasrallah na viongozi wengi wa Hamas. Wakati Marekani na Israel wakidhani wameharibu uwezo wa Wahouthi nchini Yemen, lakini bado Wahouthi wanaendelea kurusha makombora mara kwa mara kuelekea nchini Israel, wakidhani kwamba pengine makombora haya yametoka nchini Iran. Zaidi ya kusaidia wapiganaji hao wa Iran kama wanavyosema Israel na Marekani, imeripotiwa kufahamisha kwamba makombora ya ballistic kwa vikundi vya wapiganaji wa Kishia huko Iraq, ambayo hapo awali yalilenga vikosi vya Marekani na Israel katika eneo hilo. Katika kukabiliana na shughuli za makombora za Iran, Wizara ya Fedha ya Marekani iliwaidhinisha watu 6 na mashirika 6 kutoka Iran na China mnamo Aprili 29 kwa kuhusika kwao katika ununuzi wa viambatanisho vya kurusha makombora ya ballistic, wakiweka vikwazo juu yao. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi ya ulimwengu.